ujumbe ufike kwa Dr. Sule kwa kitu alichokisema katika maudhui yake aliwatoa hivi karibuni kuhusu kesi ya Sheikh Pembe na huyu binti wa mtandaoni anayeposti maudhui yasiyofaa. Dr. Sule, katika ujumbe huu hatuja kuelewa kabisa, kwa sababu katika moja ya maudhui yako uliotoa unasema Sheikh amekosea au hajatumia njia nzuri ya uwasilishaji katika kutoa ujumbe huu, kwa sababu ameongea ni public, lakini pia katika ujumbe huu ambao ametoa kwa kutaja kwa jina. Sheikh, kama kweli unaishi katika maagizo ya Mwenyezi Mungu kabisa na unafuatilia Qur'ani inavyosema na Biblia, kitu alichokifanya Sheikh Pembe ametembea na ameishi katika maagizo ya Mwenyezi Mungu ambayo ameamuru mtu afanye, kusema wazi wazi. Na katika kukaimu maelezo yako hayo umesema amekosea kutaja hadharani, kitu ambacho hata mwenyewe ulishai kukifanya hapo awali. Ulimuonya Harmonize, lakini pia ukataja wazi wazi, na ushahidi wa video zako zipo. Kama ilikuwa sio kwa kumtaja kwa jina au wazi wazi, basi usingemtaja Harmonize. Rekodi ya video yake hii hapa, hebu sikiza vizuri. Kusemwa vibaya katika maisha yake yote mpaka atakaporejea kwa Mwenyezi Mungu upya, kwa sababu amemwasi na kumkosea Allah. Lakini ikiwa atatamka shahada na kuomba msamaha hadharani kwa alichokisema kuwa amefanya ujinga, bado tuna nafasi ya kumwombea dua ili Mwenyezi Mungu amsamehe. Nadhani umemsikiza vizuri hapo Dr. Sule. Alitoa maudhui haya kipindi kirefu sana ya kumsema Harmonize kwa kile ambacho Harmonize alikiachia mtandaoni, kwa maana ya maudhui yasiyofaa kwenye nyimbo yake ile Mwanamke Mtu na Nusu. Sheikh Dr. Sule alizungumza kauli kama hizi kumwambia Harmonize, na alitaja wazi wazi kwa jina kabisa, akasema ujumbe umfikie Harmonize, na akampa warning kali kabisa kwa kosa alilofanya Harmonize, kukeuka amri 10 za Mwenyezi Mungu katika ile amri moja ya usiabudu miungu mingine ila mimi. Kwa Sule alifanya haki na aliishi Qur'an na Biblia katika kusema yale maneno na katika kuongea ukweli ule. Kwa hiyo alichokifanya Sheikh Pembe ni kitu sahihi sana kwa mujibu wa maandiko, kwa sababu maandiko yanaturuhusu hivyo, anasema semeni waziwazi. Nitaanza kusoma katika kitabu cha Biblia hapa. Nataka kidogo tuelewane hapa kama Biblia inatuamrisha vipi namna ya kusema. Tutaanza na kitabu cha Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Biblia Timotheo wa kwanza 5:20 anasema, wale watendao dhambi ukemee mbele ya wote ili na wengine waogope. Biblia imetoa kibali cha kukemea dhambi mbele ya wote ili wengine waogope. Lakini pia sio hata Biblia tu, hata Qur'ani ukisoma kwa muda wako, Qur'ani 3:104 inakemea wazi wazi na inaruhusu mtu kumwambia ukweli alichokifanya mbele ya audience, kwa sababu alichokifanya Sheikh Pembe ni kitu sahihi kwa sababu ya mantiki moja. Yule binti au watu wanaoposti maudhui yasiyofaa wanaposti mtandaoni, na jukwaa la mitandao ni jukwaa ambalo linawafikia watu mbali, na lengo la Mungu kuponya mioyo ya watu kutoka katika dhambi ije katika nuru. Sasa mtu anapoachia maudhui kwenye jukwaa hili la mitandao ya social media, kwa maana ya TikTok, Instagram, YouTube, ama Facebook, anapoyaachia maudhui haya yasiyofaa, maana yanawafikia watu wengi. Sasa yanapowafikia maudhui haya watu wengi, maana yake sasa wale watu wanaweza wakapata athari kupitia yale maudhui yasiyofaa. Sasa wewe unapokwenda kutoa dawa ya kuwaelekeza watu, lazima utatumia jukwaa hili kuambia mtu fulani anahamasisha jambo hili la zinaa, jambo hili la wizi, jambo hili la ukabaji au la upolaji au la ufilaji au la kitu fulani ni hatari kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Unakoti na ushahidi wa maandiko. Mungu anasema tuwaonye watu wazi wazi. Kama Mungu asingetaka tuwaonye watu wazi wazi, basi asingetuandikia maandiko yake na asingetutolea mfano wa manabii mbalimbali. Kwa hiyo niseme tu Dr. Sule, shehe wetu mkubwa katika hili, rudi nyuma. Natakiwa umsupport sana Sheikh Pembe katika kukemea maovu haya kwa nguvu zote, kwa spidi zote, kwa focus zote.
kwa sababu majukwaa haya sasa hivi ya mitandao yanatumika negative way kuharibu watu. Kwa hiyo lazima tuzungumze ukweli, lazima tuongee ukweli, lazima tuseme ukweli juu ya kukemea vikali dhambi za ushoga, kukemea vikali dhambi ya ufiraji, kukemea vikali maadili mabovu, mmomonyoko wa maadili, kukemea vikali zinaa. Haya yote tumeruhusiwa na tumepewa assignment na Mwenyezi Mungu, kitu ambacho nimeona Sheikh Pembe amekipatia sana na amekiishi iko. Tumerudi nyuma sana, tumerudi nyuma sana. Kwa hiyo Dr. Sule, katika namna ulivyozungumza umeonyesha bado, kwanza umeonyesha hauna msimamo wa kusimamia sehemu. Ilitakiwa uwe na sehemu ya kusimamia, kumpongeza Sheikh alichokifanya, kukemea maovu haya ya watu wanaojiposti maudhui yasiyofaa mtandaoni kwa ajili ya kuharibu jamii husika. Kwa hiyo ujumbe huu ufike kwa Dr. Sule popote ulipo. Tunakuamini Sheikh wetu, lakini katika hili umeteleza. Uwezi kusema Sheikh hajatumia kauli. Ilitakiwa kwanza, umesema ilitakiwa ongee kwa mafumbo. Mambo ya Mungu pale nimekusomea kitabu cha Timotheo na Qur'ani nimekutajia haya, yanataka useme wazi wazi kwa sababu unafaidisha jamii. Kwa hiyo kitu hiko ulichokifanya, kusema kweli, rekebisha kauli yako, rejea katika msingi wako ambao tunakujua. Dr. Sule, wewe sisi tunakuamini. Hebu support ile jambo, lipaishe kwa nguvu. Haiwezekani uongee kwa kurudi nyuma. Sheikh Pembe, endeleza ulikoishia. Kemea maovu, kalipia, onya.